Katika taarifa za kimataifa hii leo tunakuletea taswira halisi ya kinachoendelea duniani kote. Tukianza na Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Al Jazeera na Reuters, hali ya usalama katika maeneo ya Gaza nchini Palestina na kusini mwa Israeli imeendelea kuwa tete. Zaidi ya watu 30 wameripotiwa kuathiriwa na migogoro hiyo, huku zaidi ya 60% wakiwa ni raia wa kawaida. Ripoti pia zinaonyesha kuwa maelfu ya familia zimekosa makazi, huku miundombinu muhimu ikiharibiwa kwa kiwango kikubwa. Juhudi za kidiplomasia zikiongozwa na Umoja wa Mataifa pamoja na nchi kama Qatar na Misri zinaendelea, lakini suluhu ya kudumu bado haijapatikana. Taarifa kutoka barani Ulaya. Kwa mujibu wa BBC News na shirika la wakimbizi duniani UNHCR, zaidi ya wakimbizi milioni 2.5 wameingia katika nchi mbalimbali ikiwemo Ujerumani, Italy na Ugiriki ndani ya mwaka mmoja uliopita. Imeripotiwa kuwa 40% ya wakimbizi hao ni watoto, wengi wao wakitokea katika maeneo ya migogoro kama Syria na Afghanistan. Serikali za Ulaya zimeanza kubadili sera ya uhamiaji, huku zikikabiliwa na changamoto ya kusawazisha usalama wa mipaka na haki za kibinadamu. Na kunako tabia ya nchi duniani. Kulingana na taarifa ya BBC News na NASA, mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuathiri dunia kwa kasi, huku joto la dunia likiongezeka kwa nyuzi joto 1.1. Mataifa kama Ujerumani na Ufaransa yameripoti mafuriko makubwa, huku nchi za Kenya na Somalia zikikumbwa na ukame mkali. Aidha, zaidi ya watu milioni 100 huathiriwa kila mwaka na majanga haya, hali inayoongeza presha kwa serikali na mashirika ya kimataifa kuchukua hatua za haraka. Na katika suala la usalama wa mitandao, kwa mujibu wa vyombo vya habari Reuters na Microsoft, mashambulizi ya kimtandao yameripotiwa kuongezeka kwa zaidi ya 35% duniani kote. Mashambulizi haya yameripotiwa kuathiri nchi kama United States, United Kingdom pamoja na India. Hasara ya kiuchumi imefikia zaidi ya dola trilioni 8, ikilazimisha serikali kuimarisha mifumo ya ulinzi wa taarifa. Kulingana na taarifa ya International Monetary Fund na World Bank, uchumi wa dunia unaendelea kukumbwa na changamoto kubwa. Bei ya mafuta imebadilika kwa zaidi ya 20%, huku mataifa kama United States, Marekani, China na Ujerumani yakishuhudia mabadiliko ya ukuaji wa uchumi. Imeripotiwa zaidi ya nchi 70 zinakabiliwa na kupanda kwa gharama za maisha, hali inayoathiri moja kwa moja wananchi wa kipato cha chini. Na hiyo ndiyo taswira ya mabadiliko ya kimataifa kwa sasa, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari duniani kote. Kwa uchambuzi zaidi na taarifa, endelea kufuatilia Domeko News katika mitandao ya kijamii. Langu jina ni Abraham Elitwaza, niliyekusogezea habari hizi za kimataifa. Asante kwa kuungana nasi. Asante Abraham Elitwaza. Mtazamaji, tupate tena mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo. Timu ya soka ya Domeko FC inatarajia kuanza rasmi maandalizi kuelekea mchezo wao dhidi ya timu ya sekondari ya St. Pio ya Kibaigwa utakaopigwa tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka huu. Na kwa taarifa hiyo tuungane naye Benedetta Daniel.
Wahenga wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Imekuwa ni kawaida kwa timu ya Domeko FC kwenda kwenye mashindano na kutoka bila ushindi. Niko hapa kuzungumza na kocha pamoja na wachezaji wa Domeko FC kujua ni yapi maandalizi yao kuelekea mchezo wa tarehe 25 utakaopigwa Jumamosi dhidi ya timu ya Kibaigwa. Kwa majina anaitwa Martin Petro, ni mchezaji wa timu ya Domeko FC. Of course maandalizi yetu kuelekea Kibaigwa ni mazuri, si kama wachezaji tumejiandaa vizuri, lakini mingine ni mipango ya kocha ambayo atakuwa anaboresha kikosi na sehemu ambazo zitakuwa na shida ataboresha yeye kama yeye. Kwetu sisi kama wachezaji tupo tayari kwenda kushiriki ule mchezo wa Kibaigwa na tunahakikishia mashabiki wetu utakuwa ni mchezo mzuri na tutarudi na matokeo mazuri ambayo ni ya kufurahisha kwa mashabiki wetu wa Dodoma Media College. Naitwa Rashid Omar Muhammad, ni mchezaji wa Domeko FC. Maandalizi yetu kuelekea bonanza ambayo inatakiwa lifanyike Kibaigwa ambayo ni sports tour katika chuo chetu. Tunajipanga vizuri kwa sasa hivi, wachezaji wapo katika mapumziko ya almost siku 2, lakini Jumatatu tutaingia katika viwanja vya mazoezi kuweza kujiandaa na mechi yetu inaweza kuanza hiyo siku ya Jumamosi. Maandalizi yatakuwa mazuri kwa sababu tunaweza kuangalia mechi yetu ya kirafiki ambayo tulicheza last weekend Ijumaa, tuliweza kupoteza kwa mabao 6-1 dhidi ya chuo cha Mipango, lakini tumeweza kuona mapungufu na wapi tunaweza kuboresha ili tuweze kufanya vizuri katika mchezo wetu inayofuata. Umuhimu tu ni wachezaji kuweza kujitokeza, kujituma tunapokuwa uwanjani. Tuache kuongea makandokando yote kwa sababu kuna mada ambazo zishasishwa sana kama kuna wachezaji wa kukodi, lakini ni moja ya changamoto kwa sababu tumeweza kuona mechi iliyofuata ni mechi ya aina gani na wachezaji wetu wakoje. Kwa hiyo ili kufanya vizuri katika mchezo inayoweza kufuata, kupambana tu katika viwanja vya mazoezi, kuzingatia maagizo ya walimu wanaweza kufanya kitu gani na kipi tunaweza kufanya uwanjani tuweze kupata matokeo yaliyo bora. Naye kocha wa Domeko FC Sebastian Mavyeo amesema wameanza maandalizi ya viungo kuelekea mchezo wao utakaopigwa dhidi ya Domeko FC na timu ya shule ya sekondari huko Kibaigwa. Tarehe 25 tunakucheza na shule ya sekondari St. Pio pale Kibaigwa. Tumejiandaa vizuri na maandalizi tumeanza tarehe 20, kwa hiyo tumejiandaa vizuri katika kuelekea katika mchezo huo. Maandalizi ni mechi ambayo tumeanza maandalizi mapema kuliko mechi zingine zote, kwa kiufundi na kimbinu zaidi kuandaa timu, wachezaji na tumejiandaa vizuri. Umetoka kumtazama kocha wa Domeko FC pamoja na wachezaji wa Domeko FC ambao wametoka kuelezea maandalizi yao kuelekea mchezo utakaopigwa hapo tarehe 25 huko Kibaigwa. Langu jina ni Benedetta Daniel wa Domeko TV. Mtazamaji, tuungane naye Patrick Isaya kwa undani wa habari za michezo kimataifa. Klabu ya AS FAR Rabat ya Morocco imetinga fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League kufuatia ushindi wa jumla goli 2-1 dhidi ya RS Berkane kwenye nusu fainali. Rabat wakishinda goli 2-0 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza kabla ya kupoteza goli 1-0 kwenye marudiano. AS FAR Rabat itachuana na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kwenye fainali. Sundowns imetinga fainali baada ya ushindi wa jumla goli 2-0 dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia kwenye nusu fainali. Na katika michuano ya NBA ni muendelezo wa playoff ambapo LeBron James na LA Lakers watakuwa Stripes.com Arena wakiwakaribisha kina Kevin Durant na The Rockets ni katika mzunguko wa kwanza wa playoff. Hii inakuwa playoff ya 4 kwa LeBron na Durant kukutana wakiwa timu tofauti. Boston Celtics kualika Philadelphia katika mzunguko wa kwanza. Na mbio za ubingwa wa EPL unazidi kupamba moto huku Arsenal wakiongoza kwa pointi 70 wakifuatiwa na Man City wenye pointi 64 lakini wakiwa na mchezo mmoja mkononi. Leo ni pambano la moja kwa moja litakaloweza kuamua mwelekeo wa ubingwa. Arsenal wanahitaji ushindi ili kujihakikishia nafasi nzuri ya kutetea ubingwa huku wakiongeza pengo la alama. Lakini Man City wakishinda wanapunguza tofauti na kujiweka kwenye nafasi ya kuchukua taji hilo. Mechi chache zimebaki, kila pointi ni dhahabu. Hakuna nafasi ya kurejesha alama kama ukizidondosha. Na katika tetesi za usajili, Liverpool wameungana na Manchester United katika mbio za kumsajili kiungo wa England Adam Walton kutoka Crystal Palace ambapo wanahitaji angalau pauni milioni 80 kumuuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22.
Tottenham Hotspur wamefikia makubaliano ya awali ya kumsajili beki wa Argentina Marco Senesi msimu wa joto, ambapo mkataba wake unamalizika na anatarajiwa kuondoka AFC Bournemouth. Hata hivyo, dili hilo linategemea Spurs kusalia ligi kuu. Newcastle United wako tayari kusikiliza ofa kwa ajili ya mshambuliaji Yoane Wissa mwenye umri wa miaka 29 licha ya kumnunua kutoka Brentford kwa pauni milioni 50 msimu uliopita. Na Atletico Madrid wamepoteza mchezo wa finali ya Copa del Rey baada ya kula kisago kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty ya 4-3 kwa Real Sociedad. Ndani ya dakika 120 timu hizo zilifungana mabao 2-2, ndipo penalty zikaamua nani awe bingwa. Atletico Madrid wamekuwa wanyonge sana kwenye ishu ya kupiga penalty. Mara nyingi wakifika hatua hii waga hawanaga bahati yoyote ya kupata mafanikio. Na klabu ya Bayern Munich inaweza kutangazwa bingwa wa Ujerumani leo hii iwapo haitapoteza dhidi ya Stuttgart katika dimba la Allianz Arena. Mabingwa hao wanatarajiwa wamepata nafuu baada ya mpinzani wao wa karibu Borussia Dortmund kupoteza kwa wiki ya pili mfululizo. Dortmund ilifungwa bao la dakika za mwisho na Hoffenheim kwa mabao 2-1. Kwa sasa Dortmund ina alama 64 na hata ikishinda michezo yake yote minne iliyobaki inaweza kufikia alama 76 ambazo tayari Bayern Munich inazo. Hata hivyo, Bayern imepata pigo baada ya kuthibitisha kuwa mshambuliaji wake Serge Gnabry atakuwa nje ya uwanja kwa muda usiojulikana kutokana na majeraha ya misuli ya paja. Kutokana na jeraha hilo, Gnabry atakosa mechi za nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya PSG. Pia uwezekano wake wa kushiriki kombe la dunia uko mashakani, kwani majeraha ya aina hii huwa yanachukua muda mrefu kwa ajili ya kupona. Na nyota Lionel Messi ametangazwa kuwa rasmi ni kuzinduliwa kama mmiliki mpya wa UE Conera, akianzisha rasmi mradi mpya kabisa wa soka. Klabu hiyo ya Catalonia sasa inakuwa mradi binafsi zaidi wa Messi, ukiwa na mtazamo muda mrefu katika maendeleo ya soka na vipaji vijavyo. Ni klabu yenye historia yenye heshima na akademi imara iliyowahi kukuza vipaji vikubwa kama Jordi Alba, David Raya, Gerard Martin na Keita Bane miongoni mwa wengine. Na huo ndio mwisho wa taarifa za habari za kimichezo zikisomwa nami Patrick Isaya wa Domeko TV. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Ulikuwa nami Deborah Godwin na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata.